Mwaka 2022, William Ruto na Rigathi Gachagua hawakuwa wapinzani, walikuwa timu moja. Walikuwa wakizunguka nchi nzima wakiwaambia Wakenya kwamba walikuwa na suluhisho jipya kwa matatizo ya taifa. Walizungumza kuhusu uchumi, walizungumza kuhusu vijana, walizungumza kuhusu biashara, walizungumza kuhusu wafanyabiashara wadogo, walizungumza kuhusu mwananchi wa kawaida ambaye walidai alikuwa amesahaulika kwa muda mrefu. Lakini miaka michache baadaye, picha imebadilika. Mtu aliyekuwa pembeni ya Rais Ruto wakati wa kampeni sasa ni mmoja wa wakosoaji wake wakuu. Na swali ambalo kila mwananchi anajiuliza ni hili: kwa nini Rigathi Gachagua anataka William Ruto atoke Ikulu? Je, ni kwa sababu ya ahadi ambazo hazikutimizwa? Ni kwa sababu ya nafasi ya Mlima Kenya ndani ya serikali? Ni kwa sababu ya tofauti za maono kuhusu namna Kenya inapaswa kuongozwa? Au huu ni mchezo mkubwa wa kisiasa unaoelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027? Karibu katika makala moto ndani ya Moto TV Kenya, ikiwa hiki ndicho kituo cha kweli kwa habari, makala na burudani Afrika Mashariki. La kwangu jina Ogaro Brian Osoro. Kumbuka kusubscribe, kulike, kushare na uturn on notifications ili upate yote tunayoposti ndani ya Moto TV Kenya. Katika makala hii maalum tutachambua kwa kina safari ya uhusiano kati ya William Ruto na Rigathi Gachagua. Tutarejea nyuma na kuangalia namna walivyokutana kisiasa. Tutachunguza kwa nini walikuwa na nguvu kubwa mwaka 2022 na tutatafuta kuelewa sababu zilizofanya washirika wawili waliokuwa wamesimama pamoja jukwani wajikute wakielekea pande tofauti za siasa za Kenya. Kwa sababu ili kuelewa vita vya leo ni lazima kwanza kuelewa historia iliyowaleta pamoja. Kabla ya Rigathi Gachagua kuwa naibu rais, kabla ya Kenya Kwanza kuwa jina kubwa katika siasa za Kenya, William Ruto alikuwa tayari amejenga safari ndefu ya kisiasa, kutoka kuwa mwanasiasa kijana mwenye ushawishi hadi kuwa waziri na baadaye kuwa naibu rais wa Kenya mwaka 2013 chini ya serikali ya Jubilee. Muungano wa Jubilee ulikuwa umejengwa kupitia ushirikiano mkubwa kati ya William Ruto na Rais Uhuru Kenyatta. Ulikuwa muungano uliounganisha nguvu mbili muhimu katika siasa za Kenya: Mlima Kenya na Bonde la Ufa. Mwaka 2013 walishinda uchaguzi. Mwaka 2017 walirudi tena na kushinda. Kwa wafuasi wengi wa Ruto, kulikuwa na imani kwamba baada ya Uhuru Kenyatta kumaliza muda wake, hatua inayofuata ilikuwa safari ya Ruto kuelekea Ikulu kama rais. Lakini baada ya uchaguzi wa mwaka 2017, mazingira ya kisiasa yakaanza kubadilika. Makubaliano ya kisiasa kati ya Uhuru Kenyatta na Raila Odinga mwaka 2018 yaliyofahamika kama handshake yalibadilisha mwelekeo wa siasa za Kenya. Kwa upande wa Ruto na wafuasi wake, kulikuwa na hisia kwamba safari yao ya kuelekea uchaguzi wa mwaka 2022 ilikuwa imeingia kwenye kipindi kipya. Hapo ndipo Ruto alianza kujenga ujumbe mpya wa kisiasa, ujumbe uliolenga zaidi wananchi wa kawaida, ujumbe wa mtu aliyesema kwamba siasa haipaswi kuangalia viongozi wakubwa pekee, bali inapaswa kuanzia kwa mwananchi aliyehangaika kutafuta maisha bora. Na katika safari hiyo kulikuwa na eneo moja ambalo lilikuwa muhimu sana: Mlima Kenya. Baada ya mabadiliko ya kisiasa yaliyotokea baada ya mwaka 2018, William Ruto alihitaji kujenga njia mpya kuelekea uchaguzi wa mwaka 2022. Hakuweza kutegemea tu historia yake ndani ya Jubilee. Alihitaji ujumbe ambao ungeweza kuwafikia wananchi katika maeneo mbalimbali ya nchi. Ndipo akaanza kusukuma zaidi kile kilichokuja kujulikana kama bottom up economic model. Ujumbe ulikuwa kwamba serikali inapaswa kuanza kwa kumsaidia mwananchi wa kawaida kupanda kiuchumi: mfanyabiashara mdogo, mkulima, kijana anayesaka ajira, mama anayefanya biashara ili kuendesha familia yake. Hawa ndio waliokuwa kiini cha simulizi ya kampeni ya Ruto. Lakini katika uchaguzi wa Kenya, ujumbe pekee hautoshi, lazima kuwe na hesabu ya kisiasa. Na katika hesabu hiyo, Mlima Kenya ilikuwa sehemu ambayo hakuna mwanasiasa angeweza kupuuza.
Eneo hili limekuwa na nafasi kubwa katika siasa za urais kwa sababu ya idadi ya wapiga kura na ushawishi wake wa kisiasa. Baada ya uhusiano wa Ruto na Uhuru Kenyatta kuvunjika, kulikuwa na swali kubwa: ni nani angeweza kuunganisha nguvu ya kisiasa ya eneo hilo na safari ya Ruto kuelekea Ikulu? Jibu la swali hilo lilianza kumpa Rigathi Gachagua nafasi kubwa katika siasa za kitaifa. Rigathi Gachagua hakuwa mwanasiasa mpya kabisa. Alikuwa tayari amejijengea jina kama mbunge wa Mathira na kama mmoja wa wanasiasa waliokuwa na msimamo mkali kuhusu masuala yanayogusa eneo la Mlima Kenya. Alikuwa amekuwa mkosoaji wa wazi wa mwelekeo wa kisiasa uliotokea baada ya handshake. Kwa wafuasi wake, alikuwa mwanasiasa aliyekuwa akitetea maslahi ya wananchi wa eneo lake. Kwa wakosoaji wake, alikuwa mtu aliyekuwa akitumia nguvu ya siasa za eneo kujenga ushawishi wake. Lakini katika mwaka 2022, jambo moja lilikuwa wazi: Rigathi Gachagua alikuwa na uzito wa kisiasa ambao ungeweza kusaidia kubadilisha hesabu ya uchaguzi. Uamuzi wa William Ruto kumchagua Rigathi Gachagua kuwa mgombea mwenza ulikuwa moja ya maamuzi muhimu zaidi katika safari yake ya urais. Haikuwa tu kuhusu kumpata mtu wa kushika nafasi ya pili serikalini, ilikuwa pia kuhusu kutuma ujumbe kwa Mlima Kenya, ujumbe kwamba eneo hilo lilikuwa sehemu muhimu katika mpango wa Kenya Kwanza. Kwa upande wa Gachagua, ilikuwa nafasi ya kuonyesha kwamba siasa za Mlima Kenya bado zilikuwa na nafasi kubwa katika maamuzi ya taifa. Muungano wao ulikuwa wa hesabu rahisi: Ruto angeleta nguvu yake ya kitaifa, Gachagua angeimarisha uungwaji mkono wa Mlima Kenya. Pamoja walikuwa na lengo moja: kuingia Ikulu. Wakati wa kampeni za mwaka 2022, Ruto na Gachagua walijenga picha ya timu iliyokuwa na umoja. Walizungumza kwa sauti moja, walishambulia mfumo waliodai ulikuwa umewaacha wananchi wengi nyuma. Waliahidi serikali ambayo ingesikiliza matatizo ya watu wa kawaida. Kwa wengi waliowaunga mkono, ilikuwa zaidi ya uchaguzi, ilikuwa matumaini ya mwanzo mpya. Katika maeneo ya Mlima Kenya hasa, kulikuwa na matarajio kwamba uwepo wake Gachagua katika nafasi ya juu serikalini ungeleta ushawishi mkubwa wa eneo hilo ndani ya serikali mpya. Lakini historia ya siasa imeonyesha jambo moja mara nyingi: ni rahisi kujenga muungano wakati wa kutafuta madaraka. Changamoto kubwa ni kudumisha muungano huo baada ya kupata madaraka, kwa sababu baada ya uchaguzi maswali mapya huanza kuulizwa. Ni nani aliyeamua mwelekeo wa serikali? Ni ahadi zipi zitaanza kutekelezwa? Na matarajio ya wale waliowapa kura yatafikiwa kwa kiwango gani? Baada ya ushindi wa mwaka 2022, maswali hayo ndiyo yalianza kujaribu uhusiano kati ya William Ruto na Rigathi Gachagua. Waliingia madarakani wakiwa na matarajio makubwa kutoka kwa mamilioni ya Wakenya waliokuwa wamewaunga mkono. Kwa upande wa serikali mpya, ilikuwa nafasi ya kuthibitisha kwamba ujumbe wa kampeni haukuwa maneno ya kisiasa pekee. Ulikuwa wakati wa kuonyesha kwamba ahadi za mabadiliko ya kiuchumi na uongozi mpya zinaweza kuonekana katika maisha halisi ya wananchi. Lakini kuongoza nchi ni tofauti na kuomba kura. Wakati wa kampeni, viongozi wasiliana kupitia matumaini. Baada ya kuingia madarakani, wanakutana na changamoto za uhalisia. Na hapo ndipo safari yake Ruto na Rigathi Gachagua ilianza kuingia katika kipindi kigumu. Serikali ya Kenya Kwanza ilianza kazi ikiwa na mzigo mkubwa wa matarajio. Wananchi waliokuwa wamepiga kura walitaka kuona mabadiliko ya haraka, walitaka kuona hali ya maisha ikibadilika, walitaka kuona nafasi za ajira zikiongezeka, biashara ndogo zikipata mazingira bora, ahadi za uchaguzi zikianza kugeuka kuwa matokeo. Lakini wakati huo huo, serikali ilikuwa ikikabili changamoto mbalimbali za kiuchumi na kisiasa. Hali hii iliweka viongozi wakuu chini ya uangalizi mkubwa. Kila kauli, kila uamuzi, kila hatua ya serikali ilikuwa ikichunguzwa na wananchi. Katika mazingira haya ndipo nafasi ya rais na naibu rais ilianza kuwa na changamoto yake. William Ruto alikuwa na jukumu la kuongoza serikali nzima na kusimamia ajenda ya kitaifa. Rigathi Gachagua
alikuwa sehemu ya serikali hiyo hiyo, lakini pia alikuwa na msingi mkubwa wa kisiasa, hasa katika Mlima Kenya. Hapo ndipo swali la usawa wa nguvu lilianza kujitokeza, kwa sababu katika siasa mtu anaweza kuwa sehemu ya serikali moja, lakini baada akawa na wajibu wa kisiasa unaotokana na watu waliomuunga mkono. Kwa wafuasi wa Gachagua, waliona kwamba naibu rais wao alikuwa sauti ya eneo lililokuwa limechangia pakubwa katika ushindi wa Kenya Kwanza. Walitarajia kuona masuala ya Mlima Kenya yakipewa uzito ndani ya serikali. Walitarajia kuona ushawishi wao ukiakisiwa katika maamuzi ya taifa. Kwa upande wa Gachagua mwenyewe, aliendelea kusisitiza masuala yaliyogusa wananchi wa kawaida. Alizungumza kuhusu wakulima, alizungumzia changamoto zinazowakumba wafanyabiashara wadogo. Alisisitiza umuhimu wa umoja wa eneo la Mlima Kenya katika siasa za Kenya. Ujumbe huu uliendelea kumjengea uhusiano na sehemu ya wananchi waliomuunga mkono. Lakini kadri muda ulivyopita, baadhi ya watu walianza kuona tofauti katika namna viongozi hao wawili walivyowasiliana na wananchi. Rais Ruto aliendelea kusisitiza kuhusu ajenda pana ya serikali na mageuzi ya kiuchumi. Gachagua naye aliendelea kusisitiza zaidi masuala ya uwakilishi na matatizo yanayogusa wananchi moja kwa moja. Hapo ndipo mjadala ukaanza. Je, tofauti hizi zilikuwa sehemu ya kawaida ya uongozi au zilikuwa ishara ya mgawanyiko unaoanza ndani ya serikali? Katika siasa, viongozi wawili wanaweza kuwa na mitazamo tofauti bila kuwa maadui, lakini tatizo huanza pale ambapo wananchi wanaanza kuona ujumbe unaotoka kwa viongozi wakuu hauko katika mstari mmoja. Na kwa serikali ya Kenya Kwanza, hili lilikuwa jaribu kubwa, kwa sababu ilibidi ionyeshe umoja mbele ya wananchi waliokuwa wameiweka madarakani. Kadri mwaka 2027 ulivyokuwa ukikaribia katika mawazo ya wanasiasa, kila hatua ilianza kutafsiriwa kisiasa. Kila mkutano, kila kauli, kila ujumbe ulianza kuonekana kupitia lenzi ya uchaguzi ujao. Kwa wafuasi wa Ruto, serikali ilihitaji nafasi ya kutekeleza mipango yake bila kuvurugwa na siasa za mapema. Kwa wafuasi wa Gachagua, kulikuwa na hisia kwamba sauti yao na matarajio yao yalihitaji kusikika zaidi, na hapo ndipo pengo lilianza kuonekana. Mgogoro mkubwa wa kisiasa mara nyingi hauanzi kwa tukio moja, hujengwa na mfululizo wa mambo madogo, tofauti za maono, tofauti za ujumbe, matarajio ambayo hayakufikiwa, na hisia kwamba upande mmoja haupati nafasi inayostahili. Kwa Ruto na Gachagua, kilichokuwa muungano wa ushindi wa mwaka 2022 kilianza kubadilika na kuwa mjadala kuhusu nani anaelewa vizuri mahitaji ya wananchi na mwelekeo gani Kenya inapaswa kuchukua. Kadri tofauti zilivyoendelea kujitokeza ndani ya serikali ya Kenya Kwanza, uhusiano kati ya Rais William Ruto na Rigathi Gachagua ukaanza kubadilika kutoka kuwa suala la ndani ya uongozi hadi kuwa mjadala wa kitaifa. Wakenya walianza kujiuliza, je, viongozi wawili waliokuwa wameingia ikulu pamoja bado wanaamini katika mwelekeo mmoja, au kila mmoja alikuwa ameanza kujenga njia yake ya kisiasa kuelekea mwaka 2027? Hili ndilo lililofanya mgogoro huu kuwa mkubwa zaidi, kwa sababu haukuwa tena tu kuhusu rais na naibu wake, ulikuwa kuhusu mustakabali wa muungano uliowapeleka madarakani. Katika siasa za Kenya, nafasi ya naibu rais imekuwa na uzito mkubwa. Ni nafasi inayochaguliwa pamoja na rais, ni nafasi inayowakilisha sehemu ya matumaini ya wapiga kura, lakini pia ni nafasi ambayo inategemea uhusiano wa karibu sana na rais. Ikiwa rais na naibu wake wanafanya kazi pamoja kwa maelewano, serikali inaweza kuonekana kuwa na mwelekeo mmoja. Lakini pale tofauti zinapoanza kuonekana, mjadala wa nguvu na ushawishi huanza. Na hilo ndilo lililotokea katika uhusiano wa Ruto na Gachagua. Moja ya masuala yaliyozidi kujadiliwa ilikuwa nafasi ya Mlima Kenya ndani ya serikali. Eneo hili lilikuwa limekuwa nguzo muhimu katika ushindi wa Kenya Kwanza. Kwa wengi waliounga mkono muungano huo, uwepo wake Gachagua kama naibu rais ulikuwa ishara kwamba maslahi yao yangesikika ndani ya serikali.
walitarajia kuona ushawishi mkubwa katika maamuzi, walitarajia kuona ahadi za kampeni zikitekelezwa, walitarajia kuona eneo lao likiwa na nafasi katika serikali mpya. Lakini kadri muda ulivyopita, baadhi ya wananchi walianza kuuliza kama matarajio hayo yalikuwa yakitimia kwa kiwango walichotarajia. Kwa upande wa Gachagua, ujumbe wake ulizidi kulenga masuala ya wananchi wa kawaida. Aliendelea kuzungumzia wakulima na changamoto zao. Aliendelea kuzungumzia wafanyabiashara wadogo. Aliendelea kusisitiza kwamba wananchi wanahitaji viongozi wanaosikiliza matatizo yao ya kila siku. Kwa wafuasi wake, huu ulikuwa ujumbe wa kiongozi aliyekuwa akiendelea kutetea watu waliompa kura. Lakini katika uwanja wa kisiasa, kila ujumbe huwa na tafsiri tofauti. Wakati wengine waliona ni utetezi wa wananchi, wengine waliona ni maandalizi ya kujenga msingi mpya wa kisiasa kuelekea mwaka 2027. Wakati huo huo, serikali ya Rais William Ruto iliendelea kusisitiza kwamba ilikuwa ikitekeleza ajenda yake ya kitaifa. Rais alieleza kwamba mabadiliko makubwa ya kiuchumi hayangeweza kutokea mara moja. Alisisitiza kwamba serikali ilikuwa ikifanya mageuzi ambayo yangekuwa na matokeo ya muda mrefu. Lakini changamoto ya kila serikali ni moja: wananchi huishi katika hali ya sasa. Wananchi huangalia gharama ya maisha, wananchi huangalia biashara zao, huangalia ajira na huduma wanazopata, na hapo ndipo siasa hukutana na maisha halisi. Na mjadala ulivyozidi kuwa mkubwa, tofauti kati ya viongozi hao wawili zikaanza kuonekana kama ushindani wa kisiasa. Wengine wakaanza kuona Gachagua kama mtu anayejaribu kulinda nafasi ya Mlima Kenya ndani ya siasa za taifa. Wengine wakaanza kumwona kama mwanasiasa anayejenga njia yake kuelekea uchaguzi ujao. Lakini jambo moja lilikuwa wazi: uhusiano wa mwaka 2022 ulikuwa umebadilika. Washirika waliokuwa wakisema ujumbe mmoja kwenye majukwaa ya kampeni sasa walikuwa wakitazamwa kupitia macho ya ushindani wa kisiasa. Ndipo swali kubwa likaibuka: je, Gachagua alikuwa akipigania tu masuala ya wananchi waliomuunga mkono, au tayari ameanza safari ya kumkabili William Ruto katika uchaguzi wa mwaka 2027? Jibu la swali hili linahitaji kuangalia hatua iliyofuata, hatua ambayo ilibadilisha kabisa nafasi ya Rigathi Gachagua katika siasa za Kenya, kwa sababu kutoka kuwa mtu wa pili serikalini alikuja kuwa mmoja wa wakosoaji wakubwa wa serikali aliyokuwa sehemu yake. Mabadiliko makubwa katika siasa mara nyingi huja wakati washirika wa jana wanapoanza kuangalia mustakabali wa kesho. Na katika hadithi ya William Ruto na Rigathi Gachagua, hatua hiyo ilifika pale ambapo tofauti za kisiasa ziligeuka kuwa mgogoro mkubwa wa wazi. Mtu aliyekuwa ameapishwa pamoja na rais mwaka 2022 akaondolewa kutoka katika nafasi ya naibu rais kupitia mchakato wa kikatiba. Tukio hilo lilibadilisha kabisa sura ya siasa za Kenya. Mchakato wa kumwondoa Rigathi Gachagua ulizua mjadala mkubwa nchini. Waliunga mkono hatua hiyo walitoa madai mbalimbali wakisema kwamba kulikuwa na sababu za kumfanya asalie au kudondolewa katika nafasi hiyo. Kwa upande wake, Gachagua alipinga mchakato huo na kusema ulikuwa sehemu ya mpango wa kisiasa dhidi yake. Mjadala huo ulionyesha wazi kwamba tofauti zilizokuwa zimeanza kujitokeza ndani ya serikali zilikuwa zimefikia kiwango cha juu zaidi. Hatimaye, baada ya mchakato wa bunge la kitaifa na seneti, Rigathi Gachagua akaondolewa rasmi kutoka nafasi ya naibu rais. Lakini kuondoka kwake serikalini hakukumaliza ushawishi wake wa kisiasa. Badala yake kulizua swali jipya: je, Gachagua angepoteza nguvu zake baada ya kutoka madarakani, au angeweza kutumia nafasi hiyo kujijenga upya? Katika siasa za Kenya, historia imeonyesha kwamba wakati mwingine viongozi wanapokuwa nje ya serikali wanaweza kupata nafasi kubwa zaidi ya kuwasiliana na wananchi bila majukumu ya moja kwa moja ya uongozi. Wanaweza kuzungumza kwa uhuru zaidi, wanaweza kukosoa zaidi, na wanaweza kujenga simulizi mpya ya kisiasa. Baada ya kuondoka katika nafasi ya naibu rais, Gachagua alianza kuonekana zaidi katika mikutano mbalimbali, hasa katika eneo la Mlima Kenya.
Ujumbe wake uliendelea kuzunguka masuala ya wananchi. Aliendelea kuzungumzia changamoto za maisha, aliendelea kusisitiza umuhimu wa umoja wa eneo hilo, na aliendelea kuonyesha kwamba safari yake ya kisiasa haikuwa imefikia mwisho. Kwa wafuasi wake, hii ilikuwa ishara kwamba bado alikuwa na nafasi ya kuongoza mjadala wa kisiasa. Waliona kwamba alikuwa akitoa sauti kwa wale waliohisi matarajio yao hayakufikiwa. Lakini safari ya kutoka kuwa naibu rais hadi kuwa mpinzani wa serikali si rahisi. Changamoto kubwa kwa Gachagua ni moja: je, anaweza kubadilisha ushawishi wa eneo la Mlima Kenya kuwa nguvu ya kitaifa? Kwa sababu uchaguzi wa urais nchini Kenya hauamuliwi na eneo moja pekee. Unahitaji kujenga muungano mpana, unahitaji kushawishi wananchi kutoka maeneo mbalimbali, unahitaji kueleza wazi ni nini unataka kubadilisha na kwa nini wananchi wakuamini. Kwa upande wa Rais William Ruto, changamoto yake ni tofauti. Anapaswa kuonyesha kwamba serikali yake bado ina uungwaji mkono. Anapaswa kuonyesha kwamba ahadi za mwaka 2022 zinaendelea kutekelezwa, na zaidi ya yote anapaswa kukabiliana na ukweli kwamba baadhi ya washirika wake wa zamani sasa wanahoji mwelekeo wa uongozi wake, kwa sababu katika siasa mpinzani mkubwa wakati mwingine hatoki upande wa pili, anaweza kutoka ndani ya timu yako mwenyewe. Ndio maana mjadala kuhusu Ruto na Gachagua una umuhimu mkubwa kuelekea mwaka 2027. Huu si tu mzozo kati ya viongozi wawili, ni mjadala kuhusu nguvu ya kisiasa, ni mjadala kuhusu uwakilishi, ni mjadala kuhusu matarajio ya wananchi waliowapa kura, na ni mjadala kuhusu nani ataweza kuaminiwa kuongoza Kenya katika miaka ijayo. Lakini swali kuu bado linasalia. Je, Rigathi Gachagua anataka William Ruto atoke Ikulu kwa sababu anaamini Kenya inahitaji mwelekeo mpya, au kwa sababu kuvunjika kwa muungano wao kulimpa sababu ya kisiasa ya kutafuta nafasi hiyo yeye mwenyewe? Katika siasa, mara nyingi majibu huwa hayako upande mmoja pekee. Kuna masuala ya sera, maslahi ya wananchi, na pia kuna ushindani wa mamlaka. Na kuelekea 2027, kila upande utajaribu kuwashawishi wa Kenya kwamba wao ndio wenye jibu bora kwa mustakabali wa taifa. Katika mwisho wa safari hii ya kuchunguza uhusiano kati ya William Ruto na Rigathi Gachagua, tunafikia kwenye swali ambalo limekuwa likizungumzwa na Wakenya wengi. Je, Gachagua ana nafasi ya kweli ya kumzuia Ruto mwaka 2027? Jibu la swali hili halitegemei mtu mmoja pekee. Linategemea mambo mengi yatakayobadilisha siasa za Kenya katika kipindi kijacho. Kwanza ni swala la ushawishi wa kisiasa. Rigathi Gachagua ameendelea kuwa na uhusiano mkubwa na sehemu ya wananchi, hasa katika eneo la Mlima Kenya. Eneo hili limekuwa na nafasi muhimu katika uchaguzi wa urais kwa miaka mingi, lakini historia ya uchaguzi wa Kenya imeonyesha kwamba kuwa na nguvu katika eneo moja pekee haitoshi kuingia Ikulu. Mgombea wa urais lazima ajenge daraja na maeneo mengine ya nchi. Lazima awe na ujumbe unaoweza kuvuka mipaka ya kikabila, eneo na maslahi ya kundi moja. Hapo ndipo changamoto kubwa ya Gachagua ilipo. Kwa upande mwingine, Rais William Ruto bado ana nafasi kubwa kama kiongozi aliyeko madarakani. Ana uwezo wa kutumia nafasi ya urais kuonyesha kazi ya serikali yake. Anaweza kuzungumzia miradi, sera na mafanikio ambayo serikali yake inaamini imefanya. Lakini pia anabeba changamoto ya kila serikali. Matokeo yake yatapimwa na maisha ya wananchi. Mwananchi wa kawaida hatapima uongozi kwa hotuba pekee. Atapima kupitia hali ya uchumi, kupitia gharama ya maisha, nafasi za ajira, kupitia huduma anazopata kila siku. Na hapa ndipo uchaguzi wa mwaka 2027 unakuwa mgumu kutabiri, kwa sababu siasa si hesabu za viongozi pekee. Ni hisia za wananchi, ni matumaini yao, ni matarajio yao, ni uzoefu wao wa maisha. Mwananchi ambaye alipiga kura mwaka 2022 anaweza kuangalia mambo tofauti mwaka 2027. Anaweza kuuliza, je, serikali iliyopo imetimiza kile ilichoahidi? Je, kuna sababu ya kuendelea nayo au kuna sababu ya kujaribu mwelekeo mwingine? Kwa Rigathi Gachagua, safari yake mpya ya kisiasa
itahitaji zaidi ya ukosoaji wa serikali. Atahitaji kueleza wazi kwa Wakenya anataka kubadilisha nini, atatatua matatizo gani, atajenga vipi uchumi, ataunganisha vipi wananchi kutoka sehemu mbalimbali za nchi, kwa sababu wapiga kura hawachagui tu, huchagua kwa ajili ya matumaini fulani. Kwa William Ruto, changamoto yake kubwa ni kulinda imani ya wananchi waliompa mamlaka. Uchaguzi wa mwaka 2027 utakuwa mtihani wa namna serikali yake ilivyotekeleza ahadi zake. Utakuwa mtihani wa uwezo wake wa kuunganisha tena makundi mbalimbali ya wananchi, na utakuwa mtihani kama ujumbe wa mwaka 2022 bado una nguvu miaka kadhaa baadaye. Lakini zaidi ya Ruto na Gachagua, kuna mhusika mkubwa zaidi katika hadithi hii: mwananchi wa Kenya. Kwa sababu mwisho wa siku, siasa inaweza kujengwa na viongozi, miungano inaweza kuundwa na vyama, mikakati inaweza kupangwa katika vyumba vya kisiasa, lakini uamuzi wa mwisho unatoka kwa wananchi. Wao ndio wataamua ni ujumbe upi unawagusa zaidi, ndio wataamua ni kiongozi gani anayewapa matumaini, na wao ndio watakaotoa hukumu yao kupitia sanduku la kura. Katika siasa, historia mara nyingi huandikwa kwa maamuzi yanayofanywa wakati wa shinikizo, na hadithi ya William Ruto na Rigathi Gachagua ni mfano wa namna ambavyo washirika wa kisiasa wanaweza kutoka kwenye jukwaa moja hadi kuwa wapinzani wakuu. Mwaka 2022 walikuwa wakisema ujumbe mmoja, walikuwa wakitembea pamoja, walikuwa wakiomba kura kwa ahadi ya kuleta mabadiliko nchini. Lakini baada ya kuingia madarakani, uhalisia wa uongozi ulileta changamoto ambazo zilibadilisha kabisa uhusiano wao. Leo mjadala kuhusu Gachagua na Ruto hauhusu watu wawili pekee, unahusu maswali makubwa kuhusu siasa za Kenya. Ni aina gani ya uongozi ambao wananchi wanataka? Je, ahadi zilizotolewa wakati wa kampeni zimetekelezwa kwa kiwango gani? Je, serikali iliyopo imeweza kubeba matumaini ya wale waliopiga kura? Na je, wapinzani wake wana ujumbe unaoweza kuwashawishi Wakenya wengi zaidi? Haya ndiyo maswali ambayo yataamua mwelekeo wa siasa za taifa. Kwa Rigathi Gachagua, changamoto yake kubwa ni kubadilisha hasira au kutoridhika kwa baadhi ya wananchi kuwa mpango wa kisiasa unaoeleweka na wengi. Katika siasa, kukosoa serikali ni sehemu ya moja tu ya safari. Hatua kubwa zaidi ni kuwashawishi wananchi kwamba kuna njia bora zaidi. Ni lazima kuwe na maono, ni lazima kuwe na mpango, ni lazima kuwe na uwezo wa kuunganisha watu wenye mitazamo tofauti. Kwa Rais William Ruto, changamoto yake ni kuhakikisha kwamba serikali yake inaendelea kuonekana kuwa na mwelekeo unaoeleweka na wananchi, kwa sababu kila serikali inapokaribia uchaguzi mpya inakabiliwa na swali moja kubwa: je, wananchi wana sababu gani ya kuipa nafasi nyingine? Jibu la swali hilo halitapatikana kwenye majukwaa ya kisiasa pekee, litapatikana katika maisha halisi ya Wakenya. Katika miezi ijayo, tutashuhudia siasa kali zaidi, miungano mipya ikijengwa, viongozi wakitafuta uungwaji mkono katika maeneo mbalimbali ya nchi, na tutashuhudia wananchi wakichambua kila hatua ya viongozi wao, kwa sababu uchaguzi wa mwaka 2027 hautakuwa tu kuhusu nani anataka madaraka, utakuwa kuhusu nani anaweza kuwashawishi Wakenya kwamba anastahili kupewa nafasi ya kuongoza. Mwisho wa yote, mgogoro kati ya Ruto na Gachagua unatufundisha jambo moja muhimu. Katika siasa, hakuna urafiki wa kudumu, hakuna ushindi wa kudumu, na hakuna nafasi ya kudumu. Kila kitu kinaweza kubadilika kulingana na maslahi, mazingira na maamuzi ya viongozi. Mtu aliyekuwa mshirika jana anaweza kuwa mpinzani kesho, na mpinzani wa leo anaweza kuwa sehemu ya muungano mpya kesho. Lakini katikati ya mchezo huu wote wa kisiasa, kuna jambo ambalo halipaswi kusahaulika. Nguvu kubwa zaidi iko kwa wananchi. Wananchi ndio waliowapa viongozi hawa mamlaka mwaka 2022, na wananchi ndio watakaokuwa na neno la mwisho mwaka 2027. Wataangalia historia, wataangalia utendaji, wataangalia ahadi, na wataamua ni njia gani Kenya itachukua. Katika mwisho wa mjadala huu, ni muhimu kuelewa kwamba siasa ya Kenya
haijengwi na viongozi pekee, inajengwa na wananchi. Ni wananchi wanaobeba matumaini, ni wananchi wanaohisi athari za maamuzi ya serikali, na ni wananchi ambao hatimaye huamua ni nani atakayepewa mamlaka. Kwa hiyo, wakati mjadala wa Ruto na Gachagua ukiendelea, swali kubwa zaidi linapaswa kuwa ni nani anayeweza kuelewa na kutatua changamoto zinazowakabili Wakenya. Kwa miaka mingi, siasa za Kenya zimekuwa zikizunguka masuala ya uwakilishi, uchumi na uongozi. Kila kizazi cha wapiga kura huwa na matarajio yake. Vijana wanatafuta nafasi za ajira, wafanyabiashara wanatafuta mazingira bora ya kufanya kazi, wakulima wanatafuta masoko na mapato yanayostahili. Familia nyingi zinatafuta maisha yenye gharama nafuu. Haya ndiyo masuala ambayo hatimaye yataamua namna wananchi watakavyoangalia viongozi wao kuelekea mwaka 2027. Kwa Gachagua, safari yake ya kisiasa baada ya kutoka serikalini itategemea uwezo wake wa kuonyesha kwamba harakati zake ni zaidi ya tofauti zake na Rais Ruto. Atahitaji kuonyesha kwamba ana ujumbe unaoweza kuwafikia Wakenya wengi. Atahitaji kuonyesha kwamba ana uwezo wa kuongoza zaidi ya eneo moja, na zaidi ya yote atahitaji kujibu swali ambalo kila mwanasiasa anayelenga Ikulu hukutana nalo: kwa nini wananchi wa kuamini wewe? Kwa Rais Ruto, safari ya kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027 pia haitakuwa rahisi. Kuwa madarakani kunaleta faida kubwa ya kisiasa, lakini pia kunaleta uwajibikaji mkubwa. Kila mafanikio yataangaliwa, kila changamoto itaulizwa, kila ahadi itakumbukwa, kwa sababu wananchi wana kumbukumbu ya uchaguzi. Wananchi hukumbuka walichoahidiwa, na wananchi huamua kama walichokiona kinaendana na walichotarajia. Ndio maana vita vya kisiasa kati ya Ruto na Gachagua ni zaidi ya majina mawili, ni ushindani wa simulizi mbili tofauti. Upande mmoja unasema Kenya inahitaji kuendelea na mwelekeo uliopo na kuupa muda zaidi. Upande mwingine unasema Kenya inahitaji kutathmini upya mwelekeo wake na kutafuta njia nyingine. Lakini mwisho wa siku ni Wakenya watakaoamua ni simulizi ipi wanaamini. Katika historia ya taifa hili tumeshuhudia miungano mikubwa ikivunjika. Tumeshuhudia washirika wakigeuka kuwa wapinzani. Tumeshuhudia wanasiasa waliokuwa hawana nafasi wakipanda ghafla na kuwa na ushawishi mkubwa. Hiyo ndiyo asili ya siasa. Siasa hubadilika, nguvu hubadilika, na wakati mwingine mtu ambaye leo anaonekana hana nafasi anaweza kuwa na nafasi kubwa kesho. Hii imekuwa makala moto ndani ya Moto TV Kenya. Tumechambua safari ya William Ruto na Rigathi Gachagua. Tumeangalia jinsi walivyokuwa washirika katika uchaguzi wa mwaka 2022. Tumeangalia matumaini yaliyowapeleka Ikulu, tofauti zilizoibuka, na kwa nini uhusiano wao umegeuka kuwa moja ya mijadala mikubwa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Lakini swali bado linasalia. Je, Rigathi Gachagua ana uwezo wa kubadilisha nguvu yake ya kisiasa kuwa safari ya kuelekea Ikulu, au William Ruto ataweza kulinda nafasi yake na kuelekea kuongoza Kenya baada ya mwaka 2027? Jibu litapatikana kwa wananchi. Mimi ni Ogar Brian Osoro. Hii ni Moto TV Kenya, kituo cha kweli kwa habari, makala na burudani Afrika Mashariki. Ungana nami tena wakati ujao ili nikufahamishe mengi zaidi kwenye makala moto ijayo. Ila kwa sasa, kwa heri. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare na pia kuturn on notifications ili usikose chochote ndani ya Moto TV Kenya, kituo cha kweli.